inaitwa Alhamisi Kuu. Wengine wanaiita Alhamisi ya damu, Blood Thursday, Alhamisi ya damu. Na neno damu, 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 ukienda kwa Wayahudi ni damu hiyo hiyo. Msaidizi wa askofu yeye amesoma sana Kiebrania, yeye alikuwa mwanafunzi bora wa Kiebrania. Pigeni makofi. Na mimi nilikuwa mwanafunzi bora wa Kigiriki. Hawamwoni lakini wamo. Sasa kwa Kiebrania hii maiki na wivu, kwa kieno damu ni damu hivyo hivyo, dai ni damu, dai. Kwa Kiaramu kuna lugha inaitwa Kiaramu. Yesu alikuwa anaongea Kiaramu zaidi. Asante sana. Kwa Kiaramu inaitwa dema. Kwa Kigiriki inaitwa haema. Ndio maana madaktari walioko hapa wanafahamu hematology. Hematology ni sayansi ya damu. Wale tuliokuwa wote shule ya msingi darasa la 6B, Bwana asifiwe, 6B, tunakumbuka kazi kuu za damu. Nikutajie chache, sisi tuliokuwa darasa moja. Ya kwanza ni kusafirisha oxygen. Ukivuta hapa mapafu, moyo, na walimu wako hapa, kina mwalimu Tua, napeleka kule damu pepo. Kazi ya pili, kusafirisha viini na virutubisho baada ya chakula kusagwa tumboni. Nachukua vile viini, napeleka kwenye chembe chembe zile hai kukupa nguvu na afya, kujenga mwili. Kazi ya tatu, kusafirisha askari. Unajua mwilini mwako kuna askari, white corps, inasafirisha antibodies ili waende huko waulinde mwili, waukinge, waupiganie dhidi ya maadui wa ndani na wa nje. Kazi ya nne, damu inasafirisha uchafu, carbon dioxide, urea, toka huko kwenye mapafu, wapi tena kwa nje tena kwenye figo na wapi na wapi. 6B mpo? Kazi ya tano, kusafirisha hormones toka kwenye tezi mbalimbali, glands, hii ya kukua, hivi. Bila damu wewe sio mtu, kimwili kabisa, kimwili kabisa, kidunia kabisa, kimaisha kabisa, kikawaida kabisa. Bila damu wewe sio mtu. Hali kadhalika bila damu ya Yesu kiroho wewe sio mtu.
Bwana asifiwe. Kama ina umuhimu huku kwenye kimwili, hali kadhalika kiroho. Unaona pale wana wa Israeli walikuwa Misri, wakasukwa kiroho, wakatumikishwa, wakaonewa, fanya kazi nzito, matofali, teseka. Karibu Bwana. Wakaleta majipu, piga majipu Misri yote, lakini hawakutoka. Leta vyura, hawakutoka. Leta inzi, hawakutoka. Nchi nzima inzi. Kama hapo ukiingia ibada inzi, ukileta meza ya Bwana inzi, ukiogolo inzi, ukiimba solo kama saenda inzi, unaye unalo, unaye inzi. Hawakutoka. Piga nzige, unafahamu yale mapigo 10. Piga nzige nchi nzima, hawakutoka. Piga viroboto. Viroboto ni wabaya jamani. Ukiona mtu hana viroboto nyumbani kwake, ujue huyo hana kuku, hana nguruwe, hana mbuzi, hana paka, hana umbwa. Kama huna viroboto, wewe ni maskini. Najua kuna watu wanajisifu, sina viroboto, sina kunguni, sina chawa. Kama huna kunguni, huna wageni. Ngoja huna chawa. Yaani kuna vitu msio mnajisifia sana. Maana yake unakaa peke yako, chumba chako, unapiga dawa. Kama unapenda watu, chawa na leo utakuwa nao. Maana atakuja shangazi, ametoka Irongwe. Piga chawa nchi nzima. Na ninyi mnaodharau jinsi ndugu amekuja hajaflashi vizuri, hizo ndio baraka. Alafu unamfundisha kiakili. Ukumwambia, umechafua chumba. Anachukua ndoo nzima unamwaga hapa. Shangazi shikamoo. Unakemea mgeni. Piga giza, asubuhi giza, saa 4 giza, saa 5 giza, saa 5 giza. Piga giza wiki, hawakukombolewa. Maji, chafua maji. Ukifungua, unamwona ndugu yangu Katala yuko kwenye ibada. Fungua maji hotelini, machafu. Ukitaka uoge, machafu. Ukitaka unywe, machafu. Ikulu, machafu. Wizarani, machafu. Nchi nzima maji yamepigwa, hawakutoka. Lakini walipochinja Pasaka, anaitwa Pasaka. Pigia Yesu makofi. Wakaambiwa paka kwenye mlango, chinjeni mwana kondoo. Halafu paka mlangoni, funga mlango, lala, usiku nina jambo. Akaja malaika ana upanga, akikuta nyumba haina damu, mzaliwa wa kwanza. Kwa kama wewe na mke wako mlioana wote firstborn, sisi Wanyaturu ilikuwa iruhusiwi. Hamwezi mkaoana firstborn wote, mtakufa kijinga kama Misri. Ilikuwa inazuiliwa hiyo. Labda lazima mtoe ng'ombe au mnang'ata kondoo au ihema, mlio ihema. Na mezeshwa hivi. Kama wewe na mke wako ni firstborn, mnakufa.
na baba yenu anakufa, na mama yenu anakufa, na mtoto wenu firstborn ana. Farao akasema toka haraka, toka haraka, toka haraka, toka. Alhamisi ya damu. Alafu unashangaa Mkristo haji meza ya Bwana Jumapili hapa mtajaa, hatujashiriki meza ya Bwana siku 40, alafu huji. Mwangalie jirani yako, mwambie hongera. Mwambie ambaye hajapaka mlango damu. Bwana asifiwe. Salamine ahunuke mu mwili wa Yesu, ahuryanje baoha vigwera chwifuje. Mungu wane ufanga wane wana nani yena kuya osokoni. Naona hiyo bwana, msiniharibie sasa ili msikilize. Saamini ahunuke mu mwili wa Yesu, ahuryanjine baoha vigwera chifuje. Mungu wane ufanga wane wana yena kuya usokoni. Megari ishonoteka mu mwili wa Yesu, mutimuni kanga woge witula mwelope. Yesu wane nzuha wane uwewe muguni, nukonote lwawikota kusoko ya nipo. Migari shonoteka mu mwili wa Yesu, mutimuni kanga woge witula mwelope. Yesu wane nzuha wane uwewe muguni, nukonote lwawikota kusoko ya nipo. Yaani Unyiramba ungekuwa dini ningehamia, ila basi. Bwana asifiwe. Unajua kwa nini Martin Luther alifanya matengenezo? Mambo ya wanaouza udongo hajaanza leo. Mzee Barnaba anafahamu. Zamani 1500 washarika walikuwa wanauziwa kucha za maaskofu. Ase za kwangu zingelipa. Relics. Unataka ulinzi nyumbani, chukua ukucha wa dole gumba la mkuu wa kanisa. Mama Mkerenga anakuja hapa, 100,000. Wamejipanga mstari. Walikuwa wanauziwa meno ya maaskofu. Askofu akifa, kabla hatujamzika hapa cathedral, tunang'oa meno yote 32, au ya kwangu yako 30, unang'oa 30. Unajua mimi na meno matakatifu, umri wa Yesu 30.
yanang'olewa, yanawekwa hapa, afu yanagongwa vipande vipande. Vipi? Una dhambi nyingi unataka utajirike biashara kuna kajino kababa Gimbi 1000. Magina yuko hapa, jino la Magina alikuwa na meno mazuri milioni. Sisi tunaelewana. Nywele za maaskofu, nafikiri jamaa ameanza kupiga hela leo. Martin Luther akasema hatuokolewi kwa kucha za mkuu wala nywele za mkuu wala meno ya mkuu wala ihwe la mkuu, bali kwa damu ya Yesu Kristo, simba kabila la Yuda. Mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Hatununui, sema Isaya 52, njoni mnunue bure. Hiyo lugha haelewa vizuri. Njoni nunueni bure. Wokovu not for sale. Wokovu hauuzwi. Haya mafungo ya 10, harambee, ahadi, Pasaka zinaitwa shukurani kwa Mungu wangu ambaye siwezi kumlipa. Mpigie Yesu makofi. Mimi kila mwaka nasema, kila mwaka ninatoa ng'ombe, harambee nitatoa milioni 2, nitapata tu nitoa hapa natoa. Kwa nini? Siwezi kumlipa huyu jamaa. Moja, ameniumba. Pili, akanipa ubatizo. 3, akanipa kipaimara. 4, akanipa watoto. 5, akanipa uchungaji. 6, akanipa usaidizi wa askofu. 7, akanipa uaskofu. Rapa sataka rabandaria satakara. Allah amenipa wokovu. Nitamlipa nini? Bora shida kutoa sadaka. Fungu la 10 huna. Shukrani pekee huna. Shukrani ya Pasaka huna. Tunajenga vititimu sio ya askofu ujengi. Na mimi nawaambia Mungu amesema dayosisi hii itakuwa namba 1. Na namba 1 moyo wako. Kwa nini? Mungu afanyaje kazi na wenye uwezo? Anainua vitu jangwani. Singida iliyotoa waziri mkuu itatoa manono na baraka. Wewe mnaelewa lugha za Mungu? Tunaposema toa, ukizubaa wewe, wenzako ndio wanachanja nini? Na kazi ya Mungu haizuiliwi. Jamaa walipiga figisu pale. Sema vizuri, nina uwezo wa kukufanya usife. Ongea vizuri. Unajua hii ongea vizuri ya matrafiki imeanza zamani. Mambo yote hamna jambo jipya. Ongea vizuri. Hii ya matrafiki, ongea vizuri uendelee. Na mimi kwa matrafiki huwa siongei vizuri. Watu tukiwa na Jacob wakikimbia 170, nikiona matrafiki wako pale na iweka kola hivi. Alafu nalikuta litrafiki lina umri sawa na njiku. Ninapiga pale, shikamoo baba askofu, marahaba bidawa. Damu ya Yesu ilishaongea vizuri kwa ajili yako. Hamna kinyamkera, hakuna kuzimu, hakuna shetani, hakuna mapepo, hakuna majini, hakuna wanaokuloga. Damu ya Yesu ni bei tosha.
Ndio maana kesho itasemwa it is finished. Mwanakwaya, unaogopa maji? Yesu ni maji marefu. Unaogopa wachawi? Unaogopa wachawi? Yesu mganga wetu, inanena mema, inaongea mema, inakutetea mema. Mimi na wewe kwa jinsi tulivyo, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, sisi ni watu wa kufa vibaya. Sisi ni watu wa kuhukumiwa. Hilo ndio fungu letu. Ikaja katikati damu ile, ikaondoa laana. Hata mhubiri anawadanganya hapo, weka 10,000, weka 10,000, laana ya ukoo, laana ya shangazi, laana ya umbwa. Laana zote zimemalizwa Kalvari, Golgotha. Maagano yako yote, maagano. Sijui uliapa kwa bibi, uliapa kwa nani, una magano na kuzimu, sijui una magano, kuna kitu hiki niliambiwaga hiki nikiachana nacho ninakwisha habari na kutangazia leo kwa damu ya Yesu, maagano yale yakavunjika na hautapata madhara. Niliambiwa tu nikienda kushoto, nikienda kulia, au nikisema Yesu ni Bwana nitamalizwa. Hamna. Damu ya Yesu na tendo la msalaba. Wewe mwanakwaya, wewe Mkristo, umewekwa huru, umewekwa huru, umewekwa huru, umewekwa huru. Hamna change. Ni uko wetu watu kifika miaka 45, uko wetu kifika miaka 45 kiuno kinapinda, na kwambia kwa damu ya Yesu kitanyoka. Yesu iendee kwa toba. Baadaye tutasema hatustahili kuikaribia hii meza yako, bali kwa haki yako. Sisi hatustahili hata kuokotwa. Nenda kwa toba, nenda kwa imani. Hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Amini na kutakasa, amini na kusamehe, amini unakuwa mpya. Jambo la 3, nenda kwa moyo safi bila usaliti. Unamwona mwenzetu, somo la leo, mmoja wenu atakula meza na mimi. Usije na kinyongo, usije na chuki, usije na hila. Ndio maana mimi nimetoa nyongo
kwa Yuda Iskariote, kisha ili nyongo iondoke. Nimesha kumua sasa hivi. Kwa vijana nimewasamehe, wapigeni makofi. Usije na nyongo, usile meza ya Bwana una watu moyoni, usije una usaliti. Biblia inasema ukisoma Wakorinto, unakula laana. Samehe nyumbani, watu ofisini, kazini, marafiki. Jambo la 4, njoo kwa sadaka. Inaitwa shukrani, chakula cha Bwana, sio kununua. Njoo. Unaona mimi nimetoa zawadi hapa, nimebakisha hapa 10,000 ya sadaka. Njoo, shika hela yako, toa. Na sadaka ya meza ya Bwana ina maana mbili: na kushukuru aliyelifia, na maana ya pili kwa mafundisho ya kipaimara, kutunza ibada. Wataendaje wasipo? Na jambo la 5 na la mwisho, njoo kwenye meza ya Bwana kwa maombi. Asante, nimesali na Mungu wa mbinguni atakukarimu. Semina yetu itaendelea kesho saa 9. Wasiokuja wasije, hatuwahitaji sana.